Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Habari ya moto ambayo kwa sasa hivi ina trend sana kwenye mitandao ya kijamii ni habari ya Vanessa Mdee pamoja na msanii Jux pamoja na Rotimi. Hii habari imekuwa ni habari ambayo imebeba headline kubwa sana mitandaoni, lakini pia watu wengi wanaizungumzia kwa ukubwa zaidi. Vanessa Mdee siku ya leo amezungumza kubwa baada tu ya kufanya uamuzi. Kama ambavyo tunafahamu, baada tu ya dada wa taifa Mange Kimambi kuanika taarifa ya kwamba mtoto wa kwanza wa Vanessa Mdee huyu wa kiume ambaye anaitwa 7 ni mtoto wa Juma Jux. Kuna namna fulani hivi Juma Jux na yeye ameamua kuchukulia hili swala serious, na tumeweza kuona namna ambavyo Jux alimuelezea mke wake kipenzi Priscilla kwamba kuna jambo ambalo yeye binafsi pia alikuwa halielewi, kwa sababu Vanessa Mdee hakuwahi kumthibitishia kweli kama huyu mtoto ni wa kwako. Lakini baada ya mtoto kuzaliwa, namna ambavyo yule mtoto alianza kuonekana akawa anafanana na Jux, lakini haikumpelekea Rotimi kuwa na wasiwasi. Rotimi alikuwa anamwamini sana Vanessa Mdee, lakini baadaye baada ya Mange Kimambi kuanika hizi taarifa, lakini pia baada ya Vanessa kuamua kuachana na Rotimi, ni kama vile hizi taarifa zimezidi kuwa viral zaidi, imepelekea mpaka Vanessa Mdee akaamua kufanya maamuzi, na uamuzi mkubwa ambao Vanessa ameamua kufanya baada ya kuwasiliana na Jux. Jux alimwambia kwamba ili mradi tu niweze kuamini huyu mtoto ni wa kwangu, ni lazima nifanye vipimo vya DNA. Sasa atafanyaje vipimo vya DNA? Vanessa Mdee ni kwenda Nigeria, na asubuhi ya leo Vanessa Mdee ametua Nigeria, na baada tu ya kutua Nigeria kamera zimekuwa ni nyingi sana, kila media ikiwa inatamani kufahamu ukweli uko wapi. Wengine wakiwa wanamuuliza Vanessa, umekuja hapa Nigeria lakini unatamani kufanya nini? Unatamani iweje? Lakini majibu ya Vanessa Mdee ni no comment, no comment. Alikuwa atamani kabisa kujibu, lakini alidai kitu pekee ambacho kimemleta kwa Jux ni kutaka kutambua kweli huyu mtoto ni wa kwake au sio wa kwake, kwa sababu hata yeye Vanessa anashindwa kuelewa kwamba huyu mtoto ni wa Jux au ni wa Rotimi, kwa sababu kipindi ambacho Vanessa ameachana tu na Jux, baadaye akaanza mahusiano na Rotimi, akashindwa kuelewa kwamba hii mimba nilitoka nayo kwa Jux au hii mimba nimekuja kuipatia hapa kwa Rotimi. Ilikuwa ni wakati mgumu sana kwa Vanessa Mdee, lakini baadaye Rotimi aliposikia maneno mitandaoni akaanza kumkataa Vanessa, akawa anamwambia kwamba anatamani fanye vipimo vya DNA na mtoto. Vanessa Mdee anakataa kutokana na ile hofu ambayo alikuwa nayo. Vanessa kwa asilimia kubwa sana, tuseme asilimia 90, alikuwa anaamini huyu mtoto ni mtoto wa Jux, lakini kwa asilimia 10 zilizobaki alikuwa anaamini huyu mtoto huenda ni mtoto wa Rotimi. Lakini ukimwangalia 7 amefanana sana na Jux, angalia kichwa chake, angalia sura yake, angalia mdomo wake, unaweza kuona kila kitu kilichoko kwa 7 ni cha Jux moja kwa moja. Yani ingekuwa Jux ana imani na Vanessa Mdee wala hata wasingefanya vipimo vya DNA. Tayari Vanessa yupo Nigeria na anatamani sana kukutana na Jux kwa ajili ya kufanya vipimo vya DNA, ili mradi tu kama mtoto itajulikana kweli ni wa Jux, watajua cha kufanya kama wazazi watafanyaje. Lakini kwa sisi tunavyoona ni kama vile Vanessa Mdee amekuja kuharibu mahusiano ya Jux pamoja na Priscilla. Ukiangalia Vanessa Mdee kwa asilimia kubwa sana anajiamini na anaamini Jux ni mwanaume ambaye hawezi kuruka kwake, yani anampenda na ataendelea kumpenda tena. Kuna moja interview Vanessa alikuwa anajiaminisha na kusema kwamba muda wote, saa yote akiamua kurudiana na Jux ana uwezo wa kurudiana naye. Sasa hatujajua ni kwa nini anajiamini kiasi hicho. Kuna mambo mengi sana katika mahusiano, inafikiaga hatua watu mpaka wanatumia swala zima la ushirikina katika mahusiano. Sasa hatujajua mpare huyu Vanessa Mdee kuna kitu gani ambacho anajiamini nacho, na huku anajua kabisa Jux tayari ni mume wa mtu. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Endelea kukaa nasi, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe, ili mradi tu hayo majibu ya vipimo vya DNA yatakapotoka tuweze kukuhabarisha hapa kupitia media hii ya Bongo Choice.